Yes, ni wakati mwingine tena tunakutana hapa kwenda kuangalia tetesi zile za michezo ambazo zimeshika vichwa mbalimbali vya habari. Kubwa zaidi tutakwenda kukiangalia kikosi cha Simba ambacho chenyewe kinahusishwa na wachezaji wengi, na rasmi sasa uongozi wa Simba umekubali matakwa ya mwalimu Steven Becker ambaye aliyapendekeza kwenye kikosi cha Simba kuhitaji wachezaji wapya 5 wa kigeni wenye ubora mkubwa ambayo wataifanya Simba kuwa tishio. Kocha Steven Becker aliwasilisha ripoti hiyo ya kuhitaji wachezaji 5 ambao watakuwa na ubora mkubwa, huku akipendekeza baadhi ya nyota ikiwezekana watolewe kwa mkopo ama wauzwe kwenye kikosi cha Simba. Na kubwa zaidi, usiku wa jana bwana ulikuwa ni usiku mrefu sana kwa kiungo mshambuliaji wa kikosi cha Simba, namzungumzia Jean Charles Ahoua. Yes, rasmi ameachana na kikosi cha Simba. Hii ni mara baada ya kufikia makubaliano ya pande zote mbili. Kumbukwe Jean Charles alikuwa na mkataba ambao umesalia wa miezi takriban 5, kwa maana mwishoni mwa msimu huu mkataba wake ulikuwa unatamatika ndani ya kikosi cha Simba. Hivyo Simba wamekubaliana kuachana na Jean Charles Ahoua kwenda kutafuta malisho sehemu nyingine. Hii ni kupisha ama kuacha nafasi wazi ya kuongeza baadhi ya nyota mbalimbali ambao wanahusishwa na kikosi hicho. Kubwa zaidi ni mchezaji ambaye anatokea katika kikosi cha Teungueth FC ya Senegal, na huyu mwingine ni Libase Gueye mwenye umri wa miaka 22 tu, kiungo mshambuliaji ambaye ana ubora mkubwa. Anaweza akacheza winga wa kushoto, anaweza akacheza winga wa kulia, lakini pia anaweza akacheza kama namba 10. Hivyo Jean Charles Ahoua anakwenda kumpisha Gueye ambaye anakuja kuchukua nafasi hiyo. Ikumbukwe miongoni mwa wachezaji ambao katika dirisha hili tangu limeanza wamekuwa na sintofahamu, wenda kabaki, wenda kaondoka. Ikumbukwe pia ni miongoni mwa wachezaji ambao walichelewa kuwasili kambini kule visiwani Zanzibar katika michuano ya Mapinduzi Cup. Sasa rasmi ameachana na kikosi cha Simba. Hii tunazungumza kwamba Simba sasa wanaendelea kufanya maboresho ya kikosi chao, na ukiangalia msimu huu Jean Charles Ahoua hajakuwa na msimu mzuri tofauti na msimu uliomalizika. Miongoni mwa wachezaji ambao wamekuwa na mchango mkubwa na akaibuka kuwa mfungaji bora wa ligi kuu soka Tanzania bara, lakini ukiangalia kwenye msimu huu mambo hayakuwa mazuri kwa upande wake. Kwa hiyo ameamua kuondoka kabisa kikosini humo. Lakini ukiacha hivyo, pia kuna taarifa ikumuhusu mshambuliaji wao wakati, huyu si mwingine ni Steven Dese Mukwala, lakini pia naye yupo katika nafasi ya kuondoka kwenye kikosi cha Simba na kupisha ingizo jipya ambalo Simba wapo kwenye mchakato, mchezaji ambaye ataweza kucheza katika nafasi hiyo. Ikumbukwe mwalimu Steven Becker miongoni mwa wachezaji ambao aliyowapendekeza kama Simba wataweza kuwatoa kwa mkopo ama watawauza, basi Steven Dese Mukwala ni miongoni mwa wachezaji ambao kwenye kikosi cha Simba chini ya mwalimu Steven Becker wameonekana kuto kumshawishi, hivyo nafasi yake ndani ya kikosi cha Simba inaendelea kuwa hafifu. Kiacha mchezaji huyo pia, lakini pia kuna taarifa ambazo zinamuhusu mlinzi wa kati wa kikosi cha Simba. Huyu sio mwingine ni Shamu Karabwe, miongoni mwa walinzi vitasa kabisa wa kikosi cha Simba, lakini kwangu mimi na muangalia kama miongoni mwa walinzi ambao wanacheza kwenye kikosi cha Simba ambao hawana bahati kabisa, miongoni mwa walinzi ambao kuna nyakati wanafanya kazi kubwa, lakini support kutoka nje ya uwanja imekuwa ndogo kwake. Shamu Karabwe, mkiwasikiliza vizuri mashabiki wa Simba, miongoni mwa walinzi ambao hawakubali kabisa ni Shamu Karabwe. Hivyo kuna taarifa pia Simba wana mpango wa kuachana naye katika dirisha dogo hili la usajili, ikiwa ni sehemu ya maboresho ya kikosi hicho. Sikumbuka katika eneo hilo yupo Lucien De Rock, lakini pia yupo Wilson Nangu kwa sasa ambao wanatumikia kikosi cha Simba, akiwepo pamoja na Shamu Karabwe. Hivyo Shamu Karabwe huenda akaondoka katika dirisha hili dogo na kumpisha mlinzi wa zamani wa Al Hilal Omdurman. Usu mwingine ni Khadim Diwa mwenye umri wa miaka 27, miongoni mwa walinzi ambao wana ubora mkubwa, lakini ukiacha ubora mkubwa ni walinzi ambao
ana ubora na ana experience kubwa michuano ya kimataifa zaidi, na ukiacha ana ubora mkubwa, anaweza akacheza kama mlinzi wa kushoto, lakini pia anaweza akacheza kama mlinzi wa kati. Kwa hiyo utagundua kwamba anataka kufanana kidogo na Wilson Nangu, ambaye kimsingi pia anaweza akacheza kama mlinzi wa kushoto, lakini pia anaweza akacheza kama mlinzi wa kulia, lakini pia anaweza akacheza kama mlinzi wa kati. Namna ambavyo Simba wanaendelea kuboresha kikosi chao, hii ni sehemu tu ya mapendekezo ambayo ameyatoa Steven Becker mara baada ya kukana kikosi chake kwa muda mfupi. Akaona kwamba ndani ya kikosi cha Simba kuna maeneo ambayo yanatakiwa yafanyiwe maboresho, ikiwemo eneo la ushambuliaji, lakini pia katika eneo lake la ulinzi alihitaji mtu wa maana kwelikweli. Ukiacha hivyo, alikuwa anahitaji pia mtu ambaye atakuja kufanya vizuri katika eneo la katikati, na taratibu uongozi umepitia na umekubali sasa kuanza mchakato huo wa kuanza kusaka hawa wachezaji. Kwa hiyo mashabiki wa Simba wategemee kuona ya kwamba kutakuwa na mabadiliko makubwa sasa katika dirisha hili dogo la usajili. Hii sio kawaida. Mara chache sana ukiona Simba wamekuwa wakivunja mikataba kwa namna ambavyo wanatamani kuvunja, ama namna ambavyo watavunja katika dirisha dogo hili la usajili. Lile swala la kusema tajiri atoi fedha, nadhani limemfikia na ameamua kuvunja benki na kufanya usajili. Waswahili wanasema ya kwamba siku zote starehe inanunuliwa kwa gharama. Kwa hiyo kama wanatamani kupata burudani, lazima wakubali kutoa fedha nyingi kuhakikisha wanapata hiyo burudani. Ukiangalia paka sasa hivi Simba wameshakosa ligi kuu soka Tanzania bara zaidi ya misimu ama shokota misimu 4 amekosa ligi kuu soka Tanzania bara. Ukiacha hivyo tu, ukiangalia FA bado nako hayuko vizuri. Kwa hiyo utagundua kwamba ni timu ambayo imekosa mataji kwenye miaka ya hivi karibuni, na wanajaribu sasa kutumia nguvu kubwa kuhakikisha wanatengeneza kikosi. Na kwa taarifa ambayo hiko ni kwamba huenda maboresho ya kikosi hiki ni matunda ambayo yatakwenda kuvunwa msimu unaofuata. Kwa hiyo watafanya usajili mkubwa katika dirisha dogo, ili mradi kwenye dirisha kubwa hawatofanya usajili mkubwa wakiwatumia wachezaji wale, na kimsingi itakuwa ni jambo zuri kwa sababu timu itakuwa ni ile ile, haitachukua muda kwenye kuungana na kufanya vizuri katika msimu ambao unafuata, kwa maana msimu wa 2026 2027. Mpaka kufika hapa nahitimisha tetesi za michezo kwenye upande wa Simba. Yes, upande wa Simba tunamalizana nao hivyo kibabe zaidi. Jina langu ni Funga Meza Junior. Kwanza sasa mpaka wakati mwingine.